nywele hivi, dada yako anasuka nywele, wewe unasuka nywele, ukiletewa posa utakataa? Au nyie wanaume mnaosuka nywele mtakuwa sio riski? Ikiwezekana sisi wanaume tunasema turudishie nywele zetu, turudishie hizo nywele zetu ambazo ziko chini yenu hapo, hebu turudishieni. Inawezekana nyie sio riski? Haiwezekani mtoto wa kiume utoboe sikio, haiwezekani mtoto wa kiume utoboe pua, haiwezekani mtoto wa kiume upake shedo, alafu uanze kutuambia sasampa. Naam, mtazamaji wa Rich Media, kama ilivyokuwa kawaida kutafuta interview na watu mbalimbali, mashehe na watumishi wa Mungu, lakini leo tumefika katika kituo cha dua cha Firdaus Dua Center, kituo ambacho watu wamekuwa wakipata uponyaji mbalimbali wa dua kupitia kwa kijana mdogo mwenye karama ya dua, ni Sharifu huyo. Tumefika hapa lengo ni moja tu, kuzungumza yale ambayo yanaihusu jamii, na Sharifu Firdaus katika makao yake makuu ya Firdaus Dua Center hapa atatoa yale ambayo anapaswa kuwapa watazamaji wa Rich Media. Shehe, assalamu alaikum. Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Bwana Sheikh Firdaus, jina lako limekuwa sio geni sana katika jamii ya Watanzania. Umekuwa wakikufuatilia na wakikupenda na wengine wakisifia kwa kazi yako bora ya mikono yako iliyotukuka kupitia kwa karama ambazo Allah Subhanahu wa Ta'ala amezibariki juu yako. Naam, alhamdulillah, sisi tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu sisi ni sababu na mfanyaji ni yeye Mwenyezi Mungu. Kwa sababu sisi watu wa Tarikatul Qadiriyya tunaamini inna Allah ala kulli shay'in qadir, hakika ya Mungu anaitwa Allah, kwake yeye ni muweza wa kila kitu. Naam, kwa hiyo uwezo wa Mwenyezi Mungu ni mkubwa sana. Ndio maana mara nyingi tumependa kusema kwamba wakati wa Mwenyezi Mungu ndio wakati sahihi. Leo kuna watu wanapitia katika changamoto, ndugu yangu mwandishi wa habari. Leo kuna watu wanapitia katika shida. Leo kuna mtu amekosa ufumbuzi dhidi ya shida aliyokuwa nayo. Amemaliza madaktari, amemaliza waganga na waganguzi, kila akienda kupima anaambiwa wewe huna shida ya uzazi, lakini mbona huzai? Leo mtu anasumbuka na maradhi ya stroke, leo mtu anasumbuka na maradhi ya kansa, leo mtu anasumbuka na maradhi ya HIV. Allahu Akbar. Leo mtu anahangaika na maradhi ya chango. Na wakati wa Mungu ndio wakati sahihi. Ni Shehe Firdaus au Sharifu Firdaus ambaye yeye amekuwa akitoa dawa mbalimbali katika kuiponya jamii ya Kitanzania kwa baraka za Allah Subhanahu wa Ta'ala. Shehe, tukisalia hapo tukija kwenye mambo yanayohusu jamii sasa, mbali na dawa ambazo umekuwa ukiwapatia wanajamii ili kuendelea kuzilinda afya zao, maana hakuna mtaji mkubwa tofauti na siha njema. Shehe, ukiwa kama mtumishi wa Mungu, tunasikia baadhi ya watumishi wa Mungu, alikuwepo mtumishi wa Mungu mmoja maarufu sana alizuka katika nchi ya Tanzania, ambaye baadaye ikapelekea kituo chake ikafungwa, akatoka nje ya nchi, lakini sasa anaonekana ni mtumishi wa Mungu, lakini akisuka nywele kama kijana wa Dar es Salaam, kijana ambaye maadili kwa mtoto wa kiume kwa aina ya maadili yetu kwamba somba kusuka nywele heleni havihusiani. So ukiwa kama mtumishi wa Mungu unamtumikia Mungu, ghafla watu wanakuona katika hali hiyo. Hii inatoa taswira gani kwa watumishi wa Mungu wengi wanaochipuka na walioibuka katika viunga vya ardhi ya Tanzania kwa miaka ya hivi karibuni? Tunasema kwamba inapokuja haki batili inajitenga. Na siku zote Waswahili husema hakuna marefu yasiyokuwa na ncha. Na Waswahili wanasema itafikia time zitajitenga mbivu na mbichi, kwamba inawezekana ukawa umejificha katika vazi fulani, kumbe wewe sio mtu fulani. Sasa itafika muda. Ndio maana sisi ndani ya Qur'anul Karim Mwenyezi Mungu ameiandaa siku inaitwa Yawma Tubra Salail, siku ya kufichuka siri. Leo kuna watu sisi tunawaona kwamba ni wachungaji, kumbe si mchungaji. Yule ni shoga, tena anaitukana nchi hii. Huyu anatutaka nini wa Tanzania? Sisi wa Tanzania we know how to handle our problem. Sisi kama wa Tanzania tunajua kuzihandle changamoto zetu. Anatukana, anasuka rasta, mala amepaka shedo, mala amejichubua. Wewe ni mchungaji wa aina gani? Wewe umetumwa Allahu Akbar. Hata ukijiona kwamba ukiingia live watu wanakufuatilia, nataka nikwambie walipojazana nzi kuna kinyesi. Haiwezekani wewe mwanaume usuke nywele. Nyie wanaume kwanza mnaosuka nywele, kwanza leo nina kazi na nyie. Nyie mnaosuka na nywele. Hivi dada yako anasuka nywele, wewe unasuka nywele, ukiletewa posa utakataa? Au nyie wanaume mnaosuka nywele mtakuwa sio riski? Ikiwezekana sisi wanaume tunasema turudishie nywele zetu,
turudishie hizo nini zetu ambazo ziko chini yenu hapo, hebu turudishieni. Inawezekana nyinyi sio riziki. Haiwezekani mtoto wa kiume utoboe sikio, haiwezekani mtoto wa kiume utoboe pua, haiwezekani mtoto wa kiume upake shedo alafu uanze kutuambia sasampa. Wewe majukumu ya sasampa yanakushinda, leo unawaambia wanaume watoe sasampa. Watu wote tunasema kwamba mwanaume yeyote anayesuka rasta, mwanaume yeyote anayetoboa pua, mwanaume yeyote anayevaa vipi na vita vikuku, wewe mwanaume, hayo ni mambo ya wanawake. Sasa mke wako anauliza heleni zake na wewe unauliza heleni zako. Katika nyumba nani baba nani mama? Tunatengeneza jamii gani? Nyie mnaoitwa vioo vya jamii, hasa wasanii ambao mnaitwa vioo vya jamii. Allahu akbar. Nyie wapiganaji wa ngumi ambao hebu jifunzeni kwanza kwa Mwakinyo baba. Bwana Mwakinyo wewe. Mwakinyo, wewe ushawahi kumwona Mwakinyo amechora tattoo? Ushawahi kumwona Mwakinyo amesuka rasta? Nyie wapiganaji wa ngumi, nyie mnaojipaka hizo piko, nyie wapiganaji wa ngumi mnaojichola chola hizi, mtu aliyojichola tattoo akitia udhu ukubaliki. Mtu aliyochola tattoo hata akioga janaba halitoki illa ayatub, mpaka atubie kwa Mwenyezi Mungu. Kwani wewe usipojichola tattoo uweze kupigana? Umeone Mwakinyo balaa alilofanya juzi? Mimi ni mpenzi wa masuala pia ya ngumi. Masungu. Umeona Mwakinyo amejichola wapi? Mwakinyo hakuna pahala alipojichola katika mwili wake tattoo. Leo wewe mwanaume unajichola tattoo, unajichola mara usoni, unajichola nanga boy, mara sio nini na nini, Zedon. Mtu anajichola anajichola samaki, mwingine anajichola mpaka kenge, Sheikh. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kwa hiyo huyo mtu sasa Mwenyezi Mungu ameanza kutudhihirishia kumbe bwana huyu kufukuzwa nchi hii ilikuwa ni haki yake. Kumbe mtu huyu sasa alikuwa sio mchungaji. Hivi wewe toko umeanza kuwaona wachungaji? Ushawahi kumwona mchungaji anasuka rasta? Mchungaji anatukana? Ushawahi kumwona? Amna mchungaji yani maana yake mchungaji, wewe unatumikia neno la Mungu, utatumikia neno la Mungu umesuka rasta? Subhanallah. Huu ni mtihani na huu ni msiba uliokuwa mzito sana. Sasa shehe, kwa mujibu wa dini yetu ya Kiislamu, kwa mafunzo ambayo tumepata na by history ambayo tukisoma kwenye tarikhi huwa tunaambiwa kwamba nabii na mtume wa mwisho ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambaye jina lake liliandikwa kwenye mlango wa pepo kabla hajaumbwa, na alipoumbwa kama kahitimisha mitume 25 walitajwa katika Qur'ani. Aliyakuwa tuna mitume zaidi ya 100 ambao Mwenyezi Mungu aliwaletea wanadamu katika kaumu tofauti tofauti. Sasa hivi kuzuka kwa watu wanaojiita manabii, mitume, hii inatoa taswira gani ukiwa kama mtumishi wa Mungu, ukiwa kama Sharif Sheikh Firdaus? Watu kujiita mitume ni kosa kwanza. Hakuna mtume baada ya bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kila mtume katika mitume waliotumwa, kila mtume amekuja na makamu yake, kila mtume amekuja na baraka yake, kila mtume amekuja na ukombozi wake, kila mtume amekuja na baraka na neema yake. Tumeelewana vizuri? Kwa hiyo wewe unayejiita mtume umetumwa na nani? Tuanzie hapo. Amekutuma nani? Kila mtume alitumwa na Mwenyezi Mungu. Na kila mtume alitumwa kwa watu maalum. Yesu katumwa kwa kondoo waliopotea. Wewe amekutuma nani? Wewe kwa nini ujiite mtume? Yapo majina ya kujiita. Usije ukajiita mtume, ni katika makosa makubwa sana. Na hawa wanaojiita mtume hawa, ukijiita mtume tunasema unakuwa ni uongo. Leo kwamba mimi ni mtume. Kwani wewe ukijiita mnaita brodoza, sijui brodoza. Ukijiita brodoza tu haitoshi, mpaka uongeze mtume. Kakwambia nani we mtume, kwamba baada ya mtume kuna mtume mwingine? Inasemekana kwamba anaponya wasioona, wanatembea viwete, wanaongea mabubu, wanasikia viziwi. Sio shida. Firdaus. Naam. Wanasema waliachana wakarudiana, waliachana wakarudiana. Wanasema huwezi kuitenganisha mioyo miwili iliyoamua kupendana kwa dhati. Harmonize na Kajala Frida hatimaye wamerudi tena katika penzi lizito. Ukiwa kama mtumishi wa Mungu, juu ya mwenendo wa vijana hawa, kama mwenendo Rajabu, kijana kabisa wa Kiislamu, wewe unatoa maoni gani? Alhamdulillah rabbil alamin. Ni swali ambalo nimeulizwa, na japo si msemaji, sipendi sana kuyasema masala haya, hasa ukitaka upate mafanikio hata na habari za watu. Ndiyo. Lakini pia ukitaka
ugharibikiwe, wewe dili na maisha ya watu. Mimi nacho kusema kwamba wewe unafurahia, unaumia kuona hawa watu wamerudiana. Tazama, kila mmoja anafurahia, ila hili mimi nalisema sababu kuna kitu ambacho nahisi kwamba nikikisema watu watapata faida. Kwani ninachokusudia kusema kwamba hawa watu kurudiana lazima. Kwa sababu gani? Mimi naamini pia katika nyota. Hizi nyota, masala ya kinyota. Masala ya kinyota, ukitizama nyota ya huyo bwana Harmonize na ndugu huyo mwanadada, kwamba nyota zao zinaendana. Kwa kama Harmonize atahangaika kote, furaha yake ni pale. Sasa hivi kilichokuwa sasa ni kuombea dua ili mradi waweze kufunga ndoa. Kajala abadilishe dini, akishabadilisha dini Harmonize aweze kumuoa. Litakuwa ni swala kubwa na litakuwa ni swala moja zuri sana. Tena Ramadhani hiyo inakuja, itakuwa ni baraka kubwa sana ndugu yangu. Kwa hiyo hawa watu nyota zao zinaendana, yani hawawezi kufarahiana. Hata kama wakifarahiana lazima hasa unaona wametolea matusi, wamefanya alafu wakaja kurudiana. Ni ajabu, wamewashangaza watu. Na hivi ndivyo utaka mafanikio. Ili ufanikiwe, moja ya siri ya mafanikio, ishi unavyotaka wewe, usiishi wanavyotaka watu. Sababu gani? Maadamu wewe humkosei Mwenyezi Mungu, ishi unavyotaka wewe. Na ujumbe wako ni kwamba watu wakipendana waishi na vile waishi jinsi ambavyo wanataka wao, mradi umkosei mtu wala umkosei Mwenyezi Mungu. Kwenye hili jamii inapata funzo gani? Jamii inapata funzo kwamba unapokaa katika maisha unayotaka wewe ni vizuri, kwa sababu unapoishi wanavyotaka watu unaweza ukamkufuru Mwenyezi Mungu. Manake ukiishi wanavyotaka watu utatakiwa uwafaidishe kila mtu. Leo kuna watu ambao Mwenyezi Mungu amewaumba, au watu namna walivyolelewa. Yeye akikaa bila kutukana hajisikii vizuri, akikaa bila kumsema mtu hajisikii vizuri, akikaa bila kuwafarakanisha watu hajisikii vizuri. Kwa hiyo ni kuonesha kwamba sasa watu sasa waishi wanavyotaka wao, maadamu hutoki nje ya sheria ya kumkosea Mwenyezi Mungu Jalla Jalal, ishi unavyotaka wewe. Lakini pia ndoa ni jambo zuri sana. Zinaa inaleta ufakhiri, Mtume anatuambia zinaa inaondosha baraka. Sasa hayawi sasa yamekuwa basi hebu piteni katika ndoa, hebu fanyeni sala la ndoa. Lakini pia ndoa hii kama ndoa, kabla ya kuingia katika ndoa watu waelewe. Leo ndoa zimekuwa ni nyingi sana, ndoa zinafungwa sana kuliko kitu chochote, hasa Dar es Salaam leo. Lakini watu wanaongozana kwa kuachana. Mimi hapa leo ni tarehe 30 ya mwezi wa 12. Leo nina pahala takriban sehemu 4 mpaka 5 ambazo natakiwa nikaozeshe. Jana sehemu zaidi ya 9 nimeozesha. Sasa hii ni kuonesha kwamba sasa ni kuonesha kwamba watu waweze kujitahidi, watu wasome ndoa, watu wastadi ndoa, watu waelewe ndoa kwamba ni swala kubwa sana. Na ukikosea kumtafuta mama bora wa watoto wako umeyakosea maisha. Ukipatia kumtafuta baba bora wa watoto wako umeyapatia maisha. Vijana tujitahidini sana, kabla ya kuoa tutizame wapi tunaoa. Usiwe uzuri wa mwanamke, hakika uzuri unazoeleka, tabia hazizoeleki. Kama ni kuenda kwenye vijora, kwenye meduara, lazima ataenda huyo, maadamu ni kitu ni ambacho kipo katika damu yake. Uzuri unazoeleka, tabia haizoeleki. Ni kuombea kheri hawa Kajala na Harmonize waweze sasa kukubaliana. Kajala huyu asilimu, amfate asilimu kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, ndoa iweze kupita. Elmadi sasa wale wambea, wale wanafiki sasa iwe imekula kwao. Bwana Sheikh, katika silaha mbili kubwa za Muislamu, cha kwanza ni dua ambayo hapa Firdaus Dua Center kitu ambacho kinafanywa kwa ukubwa zaidi. Silaha ya pili ya Muislamu kuna kitu kinaitwa umoja. Hata ukisoma tarihi ya dini ya Kiislamu, msafara wa vita wa Tabuk, jinsi umoja ulivyoweka pamoja, vita vya Handak kustahimili kwa umoja, vita vya Uhud, vita vya Haibal, vita vya Badri na vita vingi ambazo Waislamu walishiriki, au katika mikataba mizito kama mkataba wa Hudaibia, pale ambapo Waislamu walikula kiapo cha kufungamana na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam chini ya mti, umoja ulioweka pale. Sasa tukija katika jamii yetu ya hivi sasa, baadhi ya mashehe ambao labda wametofautiana, labda zehebu, wametofautiana labda rai, wametofautiana mawazo,
au kitu au ushauri, wamekuwa kichukulia kitu iko kama uhasama, wakiugawa Uislamu. Umoja ni kama umetupwa mbali na watu ambao wamepewa azma ya kuongoza Uislamu. Ukiwa kama Sheikh Firdaus, mtumishi wa Mungu, unahubiri nini kuhusu umoja? Unaongea nini kuhusu umoja baina ya Waislamu katika kuendea Uislamu wenyewe? Mwenyezi Mungu Jalla Jalaluhu anatuambia tushikamane wala tafarrakuna wala tusifarikhiane. Hakika umoja wa Swahili husema umoja ni nguvu, tengano ni dhaifu. Leo hakuna kitu kibaya kama ikifikia pahala Muislamu anaona Mkristo hana maana, au Mkristo akamwona Muislamu hana maana. Ni katika hatari na katika majambo ambayo yanaondosha baraka. Utakutaka kuona kwamba baraka zinavyoondoka, basi farakianeni. Hata nyumba kama haina maelewano, baraka haziji kabisa. Baraka ni kuonesha kwamba swala la mshikamano ni swala kubwa sana. Tukipendana baraka zinakuja, tukidumisha umoja Mwenyezi Mungu neema nyingi sana atatupa. Lakini tukiwa watu wa kufarahiana, watu wa kusemana, ukimwona shekhe wa aina yoyote anawatukana Waislamu, anawatukana Wakristo, huyo shekhe kazi yake ni kuwasema watu, huyo bado. Sababu unaposema mlinganiaji, dai, mtumishi, kazi yake ni kuwaweka watu, si kuwagawa watu. Na kumekuwa na wimbi ambalo kwamba leo kila mmoja anatoa tamko, huyu kasema. Mmoja wa wasemaji wa fasaha wa kusema anasema, lau kusema kungelikuwa ni pesa, basi kunyamaza ni dhahabu. Ichukue hiyo ndugu mwandishi, itakusaidia huko. Kwa hiyo na Waswahili wa kizalamu husema kwamba si kila neno hunenwa, yani si kila neno kwamba uongee. Usije, wanasema wazalamu, usinene usipende sana kuwa ni mtu wa kusema sema. Asukutu salama, kunyamaza ni salama ya mtu. Kwa hiyo tupendane, tushirikiane, tusivunje umoja wetu. Tushirikiane, inapopatikana makosa basi tukae turidhiane, ndipo tutakapoweza kujenga. Hata ndoa ikiwa na masikilizano, ikiwa na maridhiano, baba amekosea, mama amekosea, tuamini kwamba sisi wanadamu hatukukamilika, ila mkamilifu aliokamilika ni Mwenyezi Mungu. Wao muogope sana mtu anakuambia mimi nimekamilika. Hamna mtu aliokamilika. Hamna mtu mbaya sana. Usimkatie mtu tamaa. Leo kuna watu kazi yao wanagawa pepo. Hiki ni muhimu sana. Leo kuna watu wanagawa pepo na moto. Kama yule msanii mnamuita nani? Dula Makabila yule. Mwanangu pita huku. Tusigawane pepo na moto. Mwenye mamlaka ya kugawa pepo na moto ni Mwenyezi Mungu. Ikiwa sasa tunahubiri motoni. Nani aliyokamilika? Usimkatie mtu tamaa, mtu anayepumua. Uwezi ukajua kwamba huyo mtu ukajua kwamba huyo mtu unayemhukumu usiku wa kuamkia jana katubu. Toba ni baina ya mtu na Mungu wake Jalla Jalal. So, hiyo ni ghaibu kwamba ukatubu. Sasa kwa unapenda kuwa hukumu watu, unapenda kuwajaji watu, usiwajaji watu namna walivyo. Shehe, umeongea kwa busara sana, na Mwenyezi Mungu akupambe na hekima na busara ziendelee kutoka katika mdomo wako, ili watu waishi keki ambayo ya taifa ipo kwenye mdomo wako. Tumeshuhudia kwamba umekuwa ni utaratibu wa kawaida sana hapa Firdaus Dua Center kuelekea mwishoni mwa mwaka kufanyika dua mbalimbali. Watazamaji wa Rich Media wanatamani kujua mwishoni mwa mwaka huu, je, utaratibu utaendelea? Na kama utakuwepo utakuwa vipi? Watafikaje? Itakuwa ni saa ngapi? Sheikh Firdaus, mwenye sehemu ya dua yako, waambie watazamaji wa Rich Media. Tupende kusema kwamba mwisho wa mwaka una mambo mengi sana. Ndio. Mwisho wa mwaka shekhe unakuwa una baraka, neema, mitihani. Allah sasa sisi tunamuomba Mungu atuletee baraka na shari iwe mbali na sisi. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Nini waombe wale, imekuwa ni desturi kwamba unapoingia mwaka mpya, baadhi ya watumishi, baadhi ya watu wa falak, baadhi ya waganga, baadhi ya watumishi hutabiri. Hatukatai, inawezekana utabiri wako ukawa sahihi. Mungu amenionyesha
2026. Mungu kuna mmoja aliwahi kusema kwamba sijui kufika mwaka gani wanaume wote Dar es Salaam watakuwa wana nguvu za kiume. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sasa wewe kama Mungu tayari amekuonesha, basi muombe Mungu hilo, Mungu aepushe. Wewe si mtumishi, Mungu amekuonesha. Baada ya 2026 kutakuwa kuna 1 2 3, kuna maafa kadha, kuna ajali, muombe sasa Mungu atuondoshe hilo balaa. Lakini sasa ikiwa unaleta public, utatia watu hofu, utatia watu wasiwasi. Sasa mwisho wa mwaka ijulikane kwamba mwisho wa mwaka unakuwa na mambo mengi, hasa ukikosa protection. Kama hauna protection, hapa tunaposema protection tunaimaanisha kinga. Ukikosa protection mwisho wa mwaka huu, unaona ajali zilizokuwa nyingi sana. Pia nichukue fursa hii kupitia Rich Media, imekuwa mara nyingi hawa Rich Media habari wanazituma hapo hapo, habari zinafikia jamii kwa haraka sana. Na ukipenda matukio mazuri, hebu gusa hapa Rich Media. Jana tarehe 29 ya mwezi wa 12, ujumbe huu kupitia Rich Media naomba ukawafikie madaktari waliokuwa zamu hospitali ya Zakiem pale, mnapajua kulikuwa na madaktari. Hii ni kwa uzuri, pongezi wapewe. Mimi nimepata kushuhudia ajali hapa jana Mzinga, bodaboda kwa bajaji. Basi pale wamegongwa bodaboda wawili, abiria walikuwa wamepakizwa pale. Basi fikia pahala